Rais wa Marekani Donald Trump aliahidi kwamba atazimaliza vita ya Ukraine pamoja na ya Gaza endapo ataingia madarakani, na sasa kashaingia madarakani, na hiki ndio kipaumbele chake kikuu, moja ya vipaumbele vyake. Hiki ndio kipaumbele ambacho kitaenda kumletea sifa kimataifa kwamba ndio rais aliyeweza kumaliza hizi vita mbili. Kwa hiyo sasa ameshaanza kufanya harakati, lakini hizi harakati zinamuia vigumu sana kutokana na urafiki na wanasiasa wanaohusika katika vita hizi. Jina langu ni Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu, lakini pia usisahau kushare ili watu wengi wapate habari. Sasa basi, Donald Trump pamoja na kabineti yake waliandaa proposal ya kuweka silaha chini kwa siku 30 kwa Warusi na Ukraine, ambapo Ukraine waliikubali, kwa sababu hata hivyo ukiangalia hawana jinsi, kwa sababu Marekani ndio ambao wanaifadhili Ukraine kwa kiasi kikubwa, na endapo wameongea kitu ina maana wakikataa wanaweza wakanyimwa vitu vya kijeshi. Kwa hiyo hawana jinsi, lakini pia wanazidi kuchukuliwa ardhi zao. Kwa hiyo mapumziko ya siku 30 ni faida kwao, kwa sababu Mrusi atakuwa sasa haendelei kuchukua ardhi zao. Kwa hiyo wakaikubali. Shida ikawa kwa Mrusi. Mrusi alipopelekewa proposal hii, inasemekana akadai kwamba kuna vipengele angependa vifanywe kazi, na moja ya hivyo vipengele ni kwamba Ukraine asipewe misaada ya kijeshi kwa hizo siku 30. Kipengele hicho kwa Marekani sidhani kama ni kazi kubwa, wana uwezo wa kufanya hivyo, lakini kwa nchi za Ulaya Magharibi hiyo ndio kazi kubwa ilipo. Nchi za Umoja wa Ulaya wao wamejitoa kindakindaki kwa ajili ya kuisaidia Ukraine, na sasa hivi wanatofautiana na Marekani. Na Marekani sasa hivi si kwamba anataka sana kushirikiana na nchi za Ulaya katika swala zima la vita ya Ukraine. Kwa hiyo sasa inabidi Marekani tena hawe na kazi ya ziada ya kuhakikisha anazicontrol nchi za Ulaya, ili labda kwa hizo siku 30 wasiweze kumpa Ukraine misaada ya kijeshi. Ubaya ni kwamba nchi za Umoja wa Ulaya sasa hivi zinashirikiana na Uingereza. Uingereza haipo katika Umoja wa Ulaya, ilishajitoa. Lakini sasa hivi Uingereza anashirikiana na Umoja wa Ulaya kwa ukaribu sana katika swala zima hili la vita ya Ukraine. Lakini pia ubaya mwingine unakuja kwamba kiongozi wa Uingereza, Waziri Mkuu Keir Starmer, ni rafiki mzuri sana wa Donald Trump. Na Donald Trump ina maana sasa hivi wanatofautiana na huyu rafiki yake Keir Starmer wa Uingereza. Uingereza pia na Marekani wamekuwa ni washirika wakuu kwa miaka mingi sana. Kila rais wa Marekani anayeingia huwa anatengeneza mahusiano mazuri na Uingereza. Ni nchi muhimu sana kwa Marekani, na hawa walikuwa ndo wakoloni wao. Sasa ukiangalia na wanaendana, kitu moja ya vitu ambavyo wanaendana, wanaongea lugha moja. Najua sio kila mataifa ya Ulaya yanaongea Kiingereza. Sasa Muingereza anaongea Kiingereza lugha moja na Wamarekani, wote wanaongea Kiingereza. Tofauti na hizi nchi nyingine za Ulaya kama Ujerumani, Ufaransa, nchi nyingine za Ulaya nyingi zinaongea lugha zao. Kiingereza inakuja labda inakuwa kama lugha ya pili. Kwa hiyo hawa watu wanasikilizana, wanaongea lugha moja, lakini pia ndio wakoloni wao, lakini pia wana mahusiano mazuri kwa miaka mingi sana. Lakini pia kiongozi wa Uingereza wa sasa hivi ni rafiki mzuri wa Donald Trump. Kwa hiyo Donald Trump sasa hivi kakinzana na rafiki yake. Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza, sasa hivi kaamua akae kambi ya Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kuisaidia Ukraine. Kwa hamsikilizi sasa hivi Marekani, rafiki yake Donald Trump. Sasa hapo ushawishi unakuwa mgumu kwa Donald Trump kumshawishi rafiki yake ili waache kuisaidia Ukraine kwa muda wa mwezi mmoja, siku 30, ili waanze kuongea na mazungumzo kama ambavyo Putin ametaka. Kwa sababu rafiki yake Keir Starmer pamoja na washirika wake wa Umoja wa Ulaya, wao hawataki kusikiliza anachotaka Putin, lakini Trump anataka kusikiliza anachotaka Putin. Sasa je, Trump ataweza kuvunja vipi hili daraja lililopo kati yake yeye na Muingereza pamoja na Umoja wa Ulaya, ili kuweza kufatisha yale anayotaka Putin, ili sasa mazungumzo yaanze kumaliza hii vita? Hapo ndipo kazi ilipo. Kwa hiyo hapo tunaona kuna urafiki unaingia hapo, umeona, na vitu kama hivyo. Tukirudi Mashariki ya Kati kule Gaza, tunaona kwamba Trump alishaanza mazungumzo na amefikia hatua mpaka ya kuvunja katiba yao katika kipengele cha magaidi.
Hamas walishatangazwa ni magaidi na Wamarekani. Kwa hiyo Marekani huwa hawataki ku negotiate na magaidi moja kwa moja. Siku zote walikuwa na negotiate na Hamas kupitia mtukati. Lakini kwa sababu Trump anataka hii vita iishe haraka ili ile ahadi yake kwa wananchi wake itimie. Kwa hiyo ameweza kuvunja mpaka ile katiba yao na akaamua kunegotiate na Hamas moja kwa moja. Japo huwa wanawaita ni magaidi. Wamewaweka katika listi ya magaidi. Kwa hiyo sasa hii yote ni ili kuhakikisha kwamba kwanza anapata mateka, kwa sababu kaona kama Netanyahu anachelewesha, wanaenda tofauti na Netanyahu. Kwa hiyo kaona aende yeye moja kwa moja kwa Hamas, at least labda anaweza akanegotiate nao kitu kikaeleweka, alafu akapata wale mateka wenye uraia wa Marekani ili wasije wakafia mikononi mwa Hamas. Itakuwa ni mbaya sana katika uongozi wake. Lakini pia ili vita iishe, umeona, ili pia aweze kuwa katimiza ile ahadi kwamba ataimaliza vita ya Gaza, kitu ambacho ni tofauti na anachofanya Netanyahu. Netanyahu yeye ndio kwanza amemrudisha kazini yule waziri anayesimamia ulinzi wa nchi Itamar Ben-Gvir, ambaye yeye sera yake kuu ni kuhakikisha kwamba maeneo ya Palestina yanachukuliwa na Israel. Yeye hata kusikia chochote, anataka vita iendelee, maeneo ya Palestina yachukuliwe na Israel. Kwa hiyo ana siasa kali za kidini, ile dini ya Judaism, lakini pia katika swala zima la Gaza na West Bank kule ana misimamo mikali, hataki kabisa kusikia wale kukaa kwa bila vita, kukaa kwa amani. Kwa anataka zile ardhi. Na huyo ndo Netanyahu kamrudisha. Kwa kitendo cha Netanyahu kumrudisha Itamar Ben-Gvir maana yake ni kwamba anataka vita iendelee, na sasa kweli kaanzisha vita upya. Kwa hiyo vita inaendelea Gaza, kitu ambacho kinamtia Donald Trump. Lakini Donald Trump hawezi kumlaumu Netanyahu hadharani au kugombana na Netanyahu hadharani, kwa sababu Netanyahu ni rafiki yake mzuri sana. Netanyahu ameanza kuwa na urafiki na familia kina Donald Trump kuanzia hata Donald Trump hajaingia katika siasa. Alianza kuwa na urafiki na baba yake na Donald Trump. Na baba yake alivyokufa, Netanyahu akaendeleza urafiki na mtu ambaye ndio Donald Trump. Na alivyoingia kwenye siasa ndio imewaunganisha zaidi. Kwa hawa watu ni marafiki. Kwa hiyo Trump hataki kukanyagana na rafiki yake, lakini pia at the same time anataka hii vita ya Gaza iishe, kitu ambacho ni kinyume cha na rafiki yake Netanyahu anachokitaka hapo Gaza. Japo wote mwisho wa siku wanaitaka Gaza iwe chini ya kwao, yaani wanataka Gaza iwe chini yao kwa matumizi mengine. Hawataki wananchi wa Palestina wakae pale Gaza. Hiki wanakubaliana wote, lakini kwa sasa hivi wanakinzana hapo. Mmoja anataka awatoe kwa njia ya vita, mwingine yeye anataka kutafuta njia nyingine. Kwa hiyo haya ndo ambayo yanaendelea katika hizi vita mbili, na Donald Trump ndio ugumu ambao anaupata. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata chambuzi kama hizi, lakini pia usisahau kushare. Na mimi ni Rachel Robin.